Kiongozi wa Belarus Alexander Lukashenko amesema kuwa Belarus itafanya uhamasishaji wa kuchagua kwa baadhi ya vikosi vya jeshi na kuviandaa kwa uwezekano wa kushiriki katika operesheni za kivita kufuatia ukaguzi mkubwa wa majeshi ya nchi hiyo. Kwa mujibu wa shirika la habari la serikali ya Belarus Belta, tarehe 12 Mei, Lukashenko alitoa kauli hiyo wakati wa mkutano wa waziri wa ulinzi Viktor Krenin, ambapo viongozi walijadili matokeo ya ukaguzi wa hivi karibuni na utawala wa kijeshi, mabadiliko ya wafanyakazi ndani ya jeshi pamoja na mipango ya baadaye ya ulinzi wa Belarus. Tutahamasisha kwa kuchagua baadhi ya vikosi ili kujiandaa kwa vita. Mungu akipenda hali hiyo inaweza kuepukika, alisema Lukashenko. Kauli hiyo inakuja wakati Belarus ikiendelea na juhudi kubwa za kisasa za kuboresha jeshi lake pamoja na kuongeza msisitizo katika utawala wa mapambano, mifumo ya vita vya kielektroniki pamoja na ndege zisizo na rubani drones na uwezo wa uhamasishaji wa kijeshi. Zaidi ya wanajeshi na wanamgambo wa Kiev 6 walishiriki katika ukaguzi na mazoezi ya hivi karibuni yaliyoendeshwa na Wizara ya Ulinzi ya Belarus pamoja na makao makuu ya jeshi. Mamlaka ya Belarus zilisema mazoezi hayo yalitumika kupima utayari wa vikosi, usafirishaji wa vifaa na taratibu za uhamishaji. Siku moja kabla, Lukashenko pia aliongoza kikao kingine kuhusu mpango wa silaha wa taifa kwa kipindi cha 2026 hadi 2030, ambapo viongozi walijadili ununuzi wa silaha za baadaye na matumizi ya fedha katika sekta ya ulinzi. Katika kikao hicho, Lukashenko alisema Belarus lazima ijiandae kwa kutumia silaha na mifumo ya kijeshi inayolingana na mazingira yake ya kijiografia pamoja na mahitaji yake ya kioperation, huku akisisitiza umuhimu wa vita vya kielektroniki na mifumo ya ndege zisizo na rubani katika vita ya kisasa. Aidha, alieleza kuwa mashambulizi ya anga pekee hayatoshi kushinda vita, akisema kuwa bila operesheni ya ardhini haiwezekani. Alipokuwa akizungumzia migogoro ya kijeshi ya kisasa, Belarus imeendelea kuwa mshirika mkuu wa kijeshi wa Urusi tangu kuanza kwa vita kamili ya Moscow dhidi ya Ukraine, ikiruhusu majeshi ya Urusi kutumia ardhi ya Belarus kwa shughuli za kijeshi, mafunzo na usambazaji wa vikosi. Hata hivyo, hadi sasa wanajeshi wa Belarus hawajaingia rasmi vitani nchini Ukraine, na mapema rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema kuwa Kiev imebaini shughuli maalum upande wa mpakani wa kaskazini wa Belarus, ikiwemo ujenzi wa miundombinu na maandalizi ya nafasi za mizinga karibu na mpaka wa Ukraine. Zelensky aliweka mkazo kwa majeshi ya Ukraine yanafuatilia kila kitu kwa ukaribu na yatatoa majibu iwapo kutakuwa na ulazima.